Naam, wanasema kwamba ukijua wanachopitia ndio utawaelewa, na pia ukijua wanachokizungumza ndio utawafanyia. Ndio falsafa tunaitumia hapa Maskani kuhakikisha kwamba kila eneo linazungumzia baadhi ya hatua zilizopiga kimaendeleo na baadhi ya changamoto zilizopo, ndio zile idara husika ziwajibike ili wananchi wapate maendeleo, na pia vile kujaribu kuwafanya viongozi wazungumze kwa njia moja kwa faida ama maslahi ya jamii ambayo wanaiwakilisha. Mtazamaji, Daktari Ali Mohamud ambaye ni naibu gavana kaunti ya Mandera, karibu sana katika studio zetu hizi za Maskani, na pia kakaangu Raso Dido ambaye ni mbunge wa Saku kutoka ile kaunti ya Marsabit, pia vile karibu sana katika hizi studio zetu. Asante Rashid. Naam, tukianza labda pengine kwa nyinyi ambao mko hapa studioni, manake watu wanapoona viongozi kutoka kaskazini mashariki mwa Kenya, kuna mengi ambayo yamekuwa yakizungumziwa kuhusiana na historia ya taifa letu la Kenya tunapotoka, na maendeleo katika maeneo yale, na haja ya kuhakikisha kwamba tunapata maendeleo sawa kama maeneo mengine. Unapokaa kama Daktari Ali, katika mtazamo wako, unadhani hatua zipi ambazo zimepigwa katika eneo za kaskazini mashariki? Rashid, asante kwa kutualika hapa. Tumeshukuru sana, lakini changamoto katika eneo yetu ya kaskazini ni changamoto ya Kenya nzima, lakini kuna specific challenges ambapo sisi kama wafugaji, kama kaskazini wa Kenya tunakabiliwa. Lakini huwezi hata ongelelea hiyo mambo ya changamoto ya huko sehemu yote bila kuangalia historia ya hiyo sehemu ya Kenya. Kama vile mnajua, wakati tulipata uhuru, sehemu hiyo ilibandikwa jina ya kama kusema wilaya ya iliyofungwa, yani closed districts, ambapo walisema Kenya hii ya pande hii ni high potential area, hiyo Kenya ingine hakuna anything potential, so it was ignored completely. And wakati tumepata uhuru, pia ile serikali imechukua, serikali ya Kenyatta wa kwanza, waliendelea na hizo policies. Na walikuwa na sababu nyingine. Sababu waliendelea nayo sio kwa sababu ilikuwa low potential, lakini walikuwa wanaogopa kwamba sehemu hiyo itaungana na Somalia wakati wa uhuru. Na kulikuwa na shifta na changamoto nyingi. Ndio sasa waliendelea na hiyo policies ya kuangalia tu mambo ya usalama badala ya kuangalia upande wa huduma. Ndio tumepata hiyo shida sana, lakini kwa sasa hivi tangu 2013 ambao tumepata ugatuzi, mambo imebadilika sana. Kwa hivyo changamoto ya siku hizo kabla ya ugatuzi na ile changamoto tuko nayo saa hii baada ya ugatuzi iko tofauti sana. Tuko na obviously shida ya infrastructure, na mambo ya usalama hapa na pale, sana kati ya ukabila na vitu zingine, lakini changamoto bado ikiendelea, lakini tunaweza kusema kwa ujumla kwamba tumetoka mbali, tukiendelea mbele na tumefanikiwa zaidi. Tuko pabaya sana. Yes. Na Raso, ndio nafikiri mheshimiwa umeweza kumsikia naibu gavana daktari akisema kwamba historia ya nchi yetu ya Kenya ni kama ililazimisha hali iwe ile, lakini kwa hii miaka hii kidogo kuona matunda. Na ndio swala ambalo tukikaa na watu wengi, marafiki, jamaa kutoka maeneo yale, anasema kuna wakati wanahisi kama ambaye wametengwa kimaendeleo. Na wanasema kwamba hata ule mgao ambao unatolewa katika kaunti ambao zinatoka katika maeneo yale, hata ukaendelea kutolewa vipi, hawawezi kupiga hatua kama yale maeneo mengine yalivyokuwa mpiga hatua. Uko bungeni, haya ni masuala ambayo yanakuja, mnajadili pale. Mnadhani ni kipi ambacho kitafanyika ili tuone sehemu azipigi tu hatua za kimaendeleo, lakini zinakaribia sehemu ambazo zilianza kupiga maendeleo wakati wao walikuwa wameachwa nyuma? Asante sana Rashid, na asante kutuita hapa leo tuweze kuelezana kinaga ubaga. Wanasema ukiweka chombo fulani kwa taa ambayo inamulika, mwangaza itaonekana.
na kama hatutaelezana ukweli hatutapata suluhisho kamili ya shida ya kaskazini na kaskazini mashariki. Ya kwanza vile ndugu yangu Deputy Governor hapa amesema, historia ndio bado ile kamba imevuta hiyo sehemu. Sababu ile shida ya kwanza 1965 kulikuwa na waraka iliandikwa ya kusema tuweke rasilimali kwa ile sehemu iko na manufaa na zile zingine zitakuja baadaye. Ndio sisi tukawa wale watakuja baadaye. Jambo la kwanza ambaye lazima tuelezane ni maneno ya usalama. Nafikiri mpaka serikali ya awamu ya 4 tumekuwa na shida kubwa upande ya usalama. Kama rasilimali itawekwa ni kujaribu kufanya maneno ya security. Kujenga barabara ama mabawa ya maji nini, hiyo itachukua mkondo ingine. Wanaambiwa ngoja kwanza tutulize hiyo sehemu. Lakini kulingana na kile nimeona, sababu hapo awali nilikuwa kwa jeshi kabla sijaingia kwa siasa. Saizi ile utulivu imepatikana ndio inaweza kuattract development. Sababu kizingizio kubwa mbeleni ilikuwa ni security. Nafikiri serikali ya awamu ya 5 kusema kweli wamejaribu sana. Ingawa hata wao hawajafikia penye tunataka. Bado watu wananyang'anyana mifugo. Bado saa zingine kunakuwa na banditry barabarani. So hiyo shida bado ziko, lakini kwa kiwango kubwa sana kimeenda chini. Jambo la pili ni kile ndugu yangu amesema, maneno ya uwekezaji ya rasilimali ya serikali. Biashara kubwa kubwa dunia mzima, ukienda Marekani hata Kenya, inafanywa na government. Serikali ikitaka kujenga barabara itaweza. Na kwa muda mrefu kabisa tumetegemea idara lisilo la serikali, NGOs. Lakini NGOs ni kama watafanya kile kidogo wataweza. Saa hizi barabara kutoka Isiolo itaenda mpaka Addis Ababa. Kwa hivyo utaenda Addis Ababa siku 2-3 peke yake. Lakini zamani utachukua wiki moja. Sababu kutoka Isiolo mpaka Moyale ambaye iko kwa mpaka ya Kenya na Ethiopia, 400 kilometers ungeweza kuchukua siku 2. Lakini leo ukitoka Isiolo utafika Moyale maybe saa 5 asubuhi ukiwa umeenda mapema kidogo. So saizi pia iko barabara inatengenezwa kutoka Isiolo inaelekea Mandera. Miaka 60 na kitu baada ya uhuru. Mtu ya Mandera akitaka kutembea kwa urahisi ataenda Moyale katika sehemu ya Marsabit. Alafu ajaribu kuenda Mandera tena. Lakini angepanga hiyo safari kutoka Nairobi Isiolo, Mandera ni direct ama Wajia. Lakini sababu upande ile barabara ni lami, inabidi wazunguke. So utakuta umepoteza muda mrefu. Pengine ukumbane na jambo ambalo halingetokea ungekuwa unatumia barabara ya kawaida. Ya mwisho ama ya 3 ambaye ni la muhimu kabisa. Sehemu ya
ukame yote ile asal. Kama ni Wamasai, kama ni Pokot, Turkana, Samburu, Waborana, Wasomali, Gabra, wote wanategemea mifugo. Nafikiri tangu tupate uhuru, hakuna serikali imeangazia vizuri tunaweza kuboresha namna gani uchumi ya hii watu. Na watu wa Kenya wanaanza kujua tu wakati iko kiangazi, ile drought kubwa ama famine. Wanasema watu fulani, picha mnaonyesha kwa runinga, mnasema tafadhali watu wasaidiwe na chakula. Lakini kama serikali, including hii, kama wangeweka rasilimali ya kutosha katika mifugo, inaweza kuboresha uchumi ya hiyo sehemu. Unachozungumza Mheshimiwa Raso, nafikiri ni swala la muhimu, kwa sababu mimi naamini kwamba wakati wa mchakato wa uchaguzi uliokuwa ukifanyika wakati wa nyuma, sio tu kwa serikali leo madaraka, hata wale wengine kuwa wanatafuta kuingia serikalini, kila mtu katika manifesto yake alikuwa amekuja na mpango maalum jinsi gani kutakuwa na value addition inapokuja katika swala zima la mifugo. Tukazungumza masuala ya viwanda, kila manifesto ilikuwa imeweza kuonesha kwamba yoyote atakayepata usukani wa kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya, basi wafugaji wataona thamani ya mifugo wao wakiwa hai, wataona thamani mifugo wao wakiwauza, pia wataona thamani ya mifugo wao kama watawaua kwa kulazimika kwa sababu moja au nyingine, kuwachinja, pia wataweza kuchukua ngozi ifanywe nini. Ilikuwa kuna picha nzuri kwa inajengwa katika masuala kama nyinyi mlipokuwa mmeingia uongozini, mbona hamjaisukuma ile picha ambayo tuliona nzuri kwa makaratasi ikawa nzuri katika uhalisia kama anavyozungumza Mheshimiwa Raso? Hiyo ni ukweli ndugu yangu Rashid. Kusema ukweli, ukiangalia kwanza bajeti ya county, kwa ukiangalia hivyo tu inaonekana ni pesa mingi sana. Tuseme hapo kwetu Mandera ni kama 12 billion shillings. Na hiyo 12 billion kwa mtu wa kawaida anafikiria inaenda kwa maendeleo. Lakini ujue kwamba zaidi ya 50% inaenda kwa kama salaries and wages to the people. So umebaki na 6 billion. Hiyo 6 billion ukiweka mambo ya recurrence na vitu zingine, ile itabaki ambayo unaweza kutumia kwa mpango kama hiyo ya mifugo inakuwa kidogo sana. Ujue katika hiyo 6 billion unataka kujenga manjia, unataka kuweka mambo ya maji, infrastructure ya maji, mahospitali, hizi vitu zote. 6 billion shillings in context sio pesa mingi sana ukiangalia, lakini hata kama hivyo tumejaribu sana, kwa sababu kwa upande wa serikali ya kati, rais mwenyewe alianza hii program ya vaccination ya livestock. Walianza program nyingine ya kusaidia wafugaji kwa upande ya hii kitu inaitwa value chain addition, especially from meat to skin to final products. A lot of these things are going on, inaendelea vizuri sana, lakini shida ni hatutaweka bajeti ya kutosha ya kuonyesha kwamba vile umesema inatofautisha sana kati ya yale imeandikwa kwa karatasi na ile ya ukweli. Na ni kwa sababu ya rasilimali haitoshi. Wacha nikwambie ukweli, kwenye sehemu za kaskazini, ukiangalia upana wa ardhi ya sehemu ya kaskazini, tuseme Marsabit. Marsabit is 62,000 square kilometers. And ukilinganisha hiyo tuseme na Nyeri. Nyeri ni 3,000 square kilometers. Tharaka Nithi is 2,600 square kilometers. Hapo mnaongelea 72,000. So hebu jiulize, how many Tharaka Nithis or Nyeris can fit into Marsabit? Turkana is 72,000 square kilometers. Mandera is 26. So ukichukua hii kaunti yote ya Central na Lower Eastern pande hii uweke ndani ya Marsabit, bado tutabaki na nafasi. So ukiangalia na hizi counties zingine wako na budget kubwa kushinda Marsabit County.
Sasa ni siku gani kwanza tutashikana na hao, tutafika hapo mahali ambao wamefika? Ukifika upande wa kusema kwa sababu constitution imesema kwamba mambo ya equalization fund, kwa sababu tumebaki nyuma, tusaidie na equalization fund, hiyo watu wakuje mbele. Tena hizi accounts ambao nakuambia ambao wameendelea mbele, viongozi wao wameenda kuchallenge kwa kotini, wakasema hata sisi katika county yetu ndani kuna villages ambao wako maskini na wanahitaji hiyo mambo ya equalization fund. So equalization fund ikatoka from tuseme 10 counties ikakuwa 32 counties mpaka inaendelea all the 47 counties ya Kenya. So ni siku gani sasa sisi tutakuja kushikana na unapoleta hiyo hoja? Acha nimalize kidogo. Daktari, wewe unajua size ya Nairobi County? Nairobi County is 690 square kilometers and it is getting 65-70 billion shillings. Idadi iko kubwa, lakini Kenya is in the north. Kenya iko upande wa kaskazini. Hii nchi haiwezi endelea kwa upande wa uchumi mpaka waweke pesa ya kutosha na rasilimali ya kutosha huko kaskazini. Tunaendelea mpaka na kuna swali ambalo nataka kuuliza kuhusiana na hilo ambalo nalizungumza daktari. Kuna hoja wakati nyuma ilikuwa inazungumziwa, haijafanyiwa kazi, ya kwamba je, usawa ni kwamba mgao wa kaunti kama ulivyosema katika maelezo yako, utolewe kwa mujibu wa ukubwa wa eneo ama utolewe kwa mujibu wa idadi ya watu? Na hiyo ni swala mzuri na nitampatia ndugu yangu pia ajibu. Najua ardhi ni resource. Binadamu ni resource. Sasa wewe unafaa kuangalia hii resource yako mbili muhimu katika equitable sharing ni gani muhimu. Yote ni muhimu sana. Lakini wewe ukisema pande hii ni 1000 kilometers squared lakini watu ni 1 million, na hiyo pande hiyo ni 100,000 square kilometers na watu ni 500,000, and then you say you give more to to ile 1000 square kilometers, na umewachilia 90% of your land as a resource, sasa wewe utaendelea namna gani? So kuna watu walikuwa wanaendeleza wanasukuma hii mambo ya one vote, one shilling. Na sisi watu wa kaskazini tulikuwa tukisema 1 kilometer, 1 shilling. But ile kitu serikali inataka kuangalia ni hii resource. Kenya ni 70-80% in the north. Ni kivipi tunaweza kupatia maendeleo ili Kenya kiuchumi endelee? Kwa sababu northern ikiendelea na kuambia Kenya itakuwa South Africa na these emerging nations. Lakini if you concentrate kwa sababu ya labda ukabila na historia ya zamani vile ndugu yangu alisema, na uweke kila budget hapo tu around Nairobi, Kiambu here. Siku gani sisi tutaendelea? Hakuna maendeleo itakuwa. Watu wajue kwamba wengine walisema Northeastern is barren. It's not, because hii nyama mnakula kila siku inatoka huko Northeastern. Hii kiatu umevaa imetoka huko Northeastern. Iko opportunity ya oil hapo Northeastern, lakini serikali yetu haiko tayari kuangalia vile inaweza kuendelea pamoja na kuwezesha. Na hili swala litakuwa lawama linakuja kwenu viongozi kina Rasul, ndio maana mko bungeni ambao atakana muweze kuleta miswada. Maana yake kama anavyosema uwezi kukimbia na mwenzako ambaye ashapiga hatua za kimaendeleo. Ndio inalazimisha ile falsafa ya kwamba mtu akimbia maeneo yale ili na aje awekeze katika maeneo ambayo yameendelea. Kwa sababu ni mfanyi biashara, anasema kwamba nataka kwenda kuwekeza Marsabit nianze, ila hali fursa za wateja wangu wazipo ziko Nairobi ama sehemu za Mombasa ama wapi. Na tusipopeleka usawa katika maeneo ya kaskazini na kaskazini mashariki, kama anavyosema daktari, hakuna siku tutakuja tuone maendeleo yamefika pale. Mnatumia nguvu gani ndani ya bunge kuhakikisha kwamba hii hoja mmeipa kipaumbele? Asante sana Rashid. Jambo la kwanza ni ile maneno ya ufugaji ambaye nimeongea hapo awali. Nafikiri ni serikali ya hii awamu ya 5 kwa mara ya kwanza baada ya ukame ya miaka 3 hivi, wafugaji walipoteza mifugo zaidi ya milioni 3.5. Waliweza kuweka bilioni 1 kwa restocking. Na hiyo ilikuwa ni historia. Wakati watu sasa wanasema hii pesa iongezwe,
Watu wanasema iongezwe kwa nini? Sababu hata hiyo ni mingi kabisa. Na sisi tuliweza kufanya hivyo kuchangia katika Pastoralist Parliamentary Group. Tuliweza kusukuma budget, rais na wale washikadau wote wale wanahusika. Na ndio hata hiyo pesa kidogo imepatikana. Nafikiri yetu kama wabunge ambao tunatoka hii sehemu, lazima tuanze kuangalia jinsi gani serikali itaendelea kuongeza rasilimali. Sababu kusema ugatuzi inatosha, ugatuzi kila sehemu sahi imepewa ugatuzi na rasilimali kiasi fulani. Lakini angalia kile kilifanyika Europa baada ya vita kuu ya dunia ya pili. Hizo nchi ya Europe karibu zote zilisha dhahabu ya vita. Lakini Amerika, Uingereza na nani walisema wacha tusaidie hawa wakuje juu, ili tuweze kufanya biashara na wao, ili hata wao wakinawiri itakuwa bora kwa dunia. Kenya lazima tuchukue hiyo mfano. Yes, ugatuzi imetokea. Lazima tuseme hii sehemu kame kaskazini mashariki ni nini tunaweza kueka kwa ikiwa kitita fulani ya pesa. Amesema kweli juu ya ile Equalization Fund. Equalization Fund ilitakiwa kusaidia hiyo sehemu kupiga hatua, kujaribu kushikana na wale wengine. Lakini imekuwa sasa swala imebadilika. Watu wanasema hata Mathare ipewe Equalization Fund. Kariobangi ipewe kidogo. Then iko slum hapo Madira ipewe. Imepoteza ile adhma ya kwanza ambaye wale walibuni katiba ya 2010 walifikiria ya kuwa tuweke rasilimali mingi kwa hizi sehemu waweze kufikia Kenya ile ingine. So sisi kama wabunge bado tunasukuma, hata kama hiyo Equalization Fund. Tumesema badala ya kufanya hivi, afadhali mtujengee level 6 hospital Wajir, Marsabit, Mandera. Tuseme imetokana na Equalization Fund. Lakini tukisema wacha kila mtu apewe kidogo kidogo, sasa ukipewa milioni 2-3 itasaidia nini hata ukipatia Mathare? Jambo la... Lakini kuna swali nitakuuliza mheshimiwa, kwa sababu licha ya kwamba hakuna maendeleo, ni sehemu ambayo huwezi kutengeza serikali bila uwepo. Manake ni Wakenya wenzetu na wanachangia pia kwa uchumi wa taifa na kusukuma gurudumu la maisha. Na ni sehemu ambayo imebahatika kwa njia moja ama nyingine kwa serikali zilizopo na pia zilizopita kuzalisha watu ambao wamekuwa na ushawishi mkubwa serikalini. Hiyo ni bahati ya kipekee na ni kwa sababu ya jitihada na kumekuwa na watu fulani. Kitu ambacho kanajiuliza ni kwamba je, tunapokaa katika zile meza za mazungumzo ya mustakabali wa Kenya, ikiwa kina Raso wamekaa, kina Daktari Mohamud wamekaa, huwa mnazipa ajenda za kaskazini mashariki kipaumbele ama kama ni Raso atajizungumzia Raso kama Raso? Manake kwa sababu kuna maeneo mengine kusema la kweli yakiangalia anasema kwamba ndugu zetu wa kaskazini wana bahati kwa sababu kwa njia moja ama nyingine huwa wanakuwepo katika serikali na katika nyadhifa muhimu sana ambazo mnakaa katika baraza la mawaziri, na hizi si ajenda ambazo hazijulikana na Wakenya. Tumeona kwamba wakati wa mvua ni balaa, wakati wa kiangazi ni balaa. Haiwezi kuwa historia hiyo basi kila mwaka inajirudia na inajirudia. Mnapokaa katika vile vikao, maslahi huwa ni ya kesho na kesho kutwa ya kaskazini mashariki, ama maslahi ni hesabu za mimi na wewe hapa tu story ishi? Nitakupatia mfano moja. Lake Turkana wind power, bwawa la Lake Turkana, iko wind power
zinawekwa huko na wawekezaji na kwa national grid inaleta zaidi ya 360 megawatts kwa national grid, lakini zile town ama vijiji za Marsabit inategemea diesel generator, na tukauliza serikali, muna evacuate power kutoka Lake Turkana ikipita, kwa nini msiweze kutupatia hata 2 megawatts inatosha kurun Marsabit town ambayo iko kwa constituency yangu, iko county headquarters ya national, county headquarters ya serikali ya ugatuzi na pia watu wanajaribu kufanya biashara. Bila power hutaweza kufanya biashara mingi. La pili ni sisi tumeeleza serikali, hata tukikaa na rais na waziri ya kawi tumeweza kuwaeleza ya kuwa mkitufanyia hivi umetusaidia. Ya pili ni kwa mfano, huwa wanatoa jibu gani? Kwa sababu ni umetoa mfano mmoja wa kusikitisha kwamba tunazalisha nishati za umeme nyingi tu sana, zaidi ya 360 nguvu za umeme zinaweza kuzalishwa. Mtudondeshee japo mbili mnaposafirisha zinginezo, angalau uchumi uimarike na maisha yasonge. Sababu kuu inakuwa gani? Maana ingekuwa hakuna hizi 360 mega tungesema sawa, mpaka tutafute namna ya kuzalisha nguvu hizi za umeme, lakini kama zinazalishwa na zitapita ziache sehemu ambayo ina uwezo wa kujiendeleza kimaendeleo bila, huwa jawabu ni gani kutoka kwa? Nafikiri kwa upande hiyo kile tunangojea ni wamesema wataweka substation ili waweze kuleta kiasi fulani ya hiyo kawi iweze kusaidia Marsabit. Lakini jambo ambalo lazima tukubaliane, nani wanagawanya rasilimali ya Kenya? Who are the main decision makers? Na kama hauko pale, iko kiasi fulani ya hiyo keki itakufikia, lakini sio ile umeuliza. Na kama na lazima hiyo niseme, ingekuwa sio Marsabit, ingekuwa sehemu nyingine, hiyo kawi tungepewa miaka 5-6 iliyopita, 7-10, lakini tunatoka Marsabit. Mbona iwe hivyo? No, tuko Kenya, tuko nchi nyingine. Ni historia. History. Sababu wale ambaye wanaangalia hii rasilimali wanaona kikapu ni ndogo. Ingawa sisi tunaona Marsabit, Mandera, Wajir, Garissa, Tana River na hawa wote, pia iko sehemu nyingine ya Kenya pengine wanahitaji kitu fulani. So hiyo competing interest lazima at one point wewe uwe priority. Na kile ambaye tunaangazia serikali na pia tunawasukuma ni at least mtufanye priority hapa. Ndio saizi ile barabara ya kutoka Isiolo kwenda Mandera ni serikali ya kwanza awamu ya 5 ndio umeona ni priority. Lakini wale wengine wanasema ni magari ngapi itatumia hii barabara? Ni abiria wangapi watatumia hii barabara? Na ukiwa na hiyo reasoning, bado tutarudi ile swali uliuliza, ni kilomita 1 shilingi 1 ama vote 1 shilingi 1? Na mimi hata hiyo ingawa huku niuliza, nasema sisi hatujali maneno ya shilingi ama vote ama nini. Kenya yote lazima ipate maendeleo sawa. Lakini kwa swali moja, Raso, maana kwa ulivyozungumza nimeona pia katika hisia, katika unazungumza na uchungu. Ni kwa nini unahisi kama ambaye nyinyi si muhimu katika nchi yetu? Kama maana umelizungumza nikaona sura yako mabadilika, unazungumza na uchungu na hisia fulani. Ni kwa nini mnahisi kwamba mnachukuliwa kama sio muhimu katika nchi yetu ya Kenya, ila hali nyinyi ni wa Kenya kama wa Kenya wengine? Kwa mfano kwa hii serikali ambayo iko saa hizi,
iko waziri wangapi? Wako 22. Watu kutoka sehemu kame wako wangapi? Ni 3. Waziri kutoka Turkana anaitwa Rebecca, ni wa ASAL na East African Community. Aden Duale, waziri wa afya. Soipan Tuya, waziri wa defense. Lakini hizi sehemu ukiangalia ni almost 3/4 ya Kenya na kuwa represented na watu 3. Wale 19 wana represent ile quota, sababu pale ndio iko watu. So ile philosophy ambayo inatumika ya 1965, sisi tunaona kama wale wanawakilisha watu ya kaskazini na kaskazini mashariki, bado haija tuacha. Ingawa silently inasema ugatuzi. So ni kama historia bado inajirudia. I want to weigh in on that. Unajua ukitoa kaskazini katika Kenya, ile inabaki ni kama Rwanda. Or maybe kidogo bigger than Rwanda. Na rasilimali ya Kenya yote 80-90% inaenda kwa hiyo sehemu tu peke yake. Shida ni vile ndugu yangu alisema, hii historia ya kuacha Kenya na hii mafikira ya kusema kwamba hapa haina potential bado inashikilia hao watu. Na shida ni kila wakati ambao kuna rais mpya, serikali inatengenezwa na hiyo watu yake. Na sisi tunajua sisi wote ni wa Kenya. So you know that most of the budget inaenda kwa hiyo sehemu yake. Hizi sehemu nyingine labda wana benefit, lakini of least priority kila wakati inakuwa Northern Kenya. Lakini hata kama imekuwa hivyo, bado tunashukuru yale tumepata hata saa baada ya ugatuzi. Sababu unajua hiyo njia ya Nairobi mpaka Marsabit takes you 8 hours, 9 hours maximum. Zamani ilikuwa 3 to 4 days. Na hiyo ni maendeleo. Sasa hii tunatengeneza from Nairobi to Mandera, itakuwa 12 hours. That will change, Kenya. Lakini hii masuala ya kuuliza ni gari ngapi, ni watu ngapi wanatumia, ikiisha ndio watajua kwamba this will change uchumi ya Kenya. Sasa for example, Kenya needs, we need to change the way we think. Lazima tufikirie outside the box. Kila mtu ambaye serikali ikiingia inafikiria tu juu ya Kenya tu peke yake kiuchumi. But huwezi kuendelea kama huwezi angalia the other borders, international network, regional. Mandera na Moyale, ukisimama hapo Addis Ababa ni 500 kilometers or maybe 700 kilometers. Ukisimama Mandera Addis Ababa ni 1000. Djibouti, which is connecting us to the other sea in the Middle East, is only 1,200 kilometers. You can imagine if you take a road or airport to Mandera and to Moyale, international airport, the size of Eldoret, hata sio kubwa, it will open you up to the entire Middle East. And we're not thinking like that. Itazalisha fursa za kibiashara, za kazi. Absolutely. For example, wacha nikwambie Rashid, hii njia ya kuenda Mandera inaenda, kuna fiber optics inaenda moja kwa moja na hiyo. Na hiyo fiber optics terminates in Ethiopia. Itashikana na ile imetoka Djibouti. Sasa si unaona hii fiber optics ya kutoka Mombasa is so crowded because ina supply the whole of the central Kenya. There's DRC, Rwanda Central, the whole of these places. So it is so congested.
the more modern fiber optics is coming through Djibouti. You can connect Kenya with a very fast fiber optic through Djibouti, which is really going to change the entire country. Now, the only thing, because a lot of these leaders wanafikiria tu Northeastern ikipata hii itaenda mbele. Kuna wengine wanasema hata Wasomali wale Waislamu kutoka this region wakijenga hapo wanasema ni pesa ya county, ni pesa ya pirates, ni pesa. So there's this thinking that hawa watu wa kaskazini, they don't even deserve any form of development. Ile hata wale watu wa biashara walijitengenezea. Hapo Central watu wameanza kununua ardhi ili wajenge. So unaona hizi majengo mingi, Parklands, Kilimani. So kuna watu wanakuuzia ardhi kwa sababu ni Muislamu ama Msomali ama mtu ya kaskazini ndio amenunua, anakuuzia, anaambia wewe umeuzia huyu, you should not have done that. Yeye peleka yeye kotini ili asijenge. Nawekewa injunction ya kutojenga. So there is a lot of challenges. Kuna vita fulani inaendelea kusukuma watu ya kaskazini, lazima inafaa lakini kabla hatujaendelea mbele, lazima tushukuru kwamba tuko tofauti sana kimaendeleo kutoka kabla ya ugatuzi na saizi. Kuna kitu ameweza kukizungumza, na wajua wakati mwingine mimi husema kuna masuala ambayo kama tuyazungumzi kinaga ubaga kama ulivyosema huwa utapata suluhisho. Na ameleta hoja ya kwamba leo Msomali akiamka aseme kwamba anatengeza, amenunua ardhi, ana ghorofa zake 6-7, hata pokelewa kama vile ambavyo mtu wa jamii nyingine atajenga kitu kama kile. Mwanzo ni kwamba pesa yake inatoka wapi? Ni pesa labda pengine ya maharamia hivi. Na ni maneno ambayo kwa kweli ameyazungumza. Waweza ona maneno machache lakini yanawauma watu wengi. Kiasi cha kwamba anapoonekana nawekeza, anaangaliwa kwa jicho la tatu. Maendeleo hamna, na pia akiwekeza kazi fulani. Ni dhana ambayo tusipoirekebisha inaweza kuleta tabu sana katika siku za usoni kama anavyosema, kwa sababu kuna mtu pia yuko tayari kama ameanza biashara ya kuuza shamba, akaambiwa imekuja Rashid Mahmud kutoka Wajir anataka kununua, atambia huyo simuuzie. Ilali ni Mkenya na pesa yake. Lakini mzungu, kama ni mzungu ananunua, ni investment. Umeelewa? Kwa hiyo ni swala ambalo lazima pia tulizungumze kwa pana, kwa sababu umoja wetu wa taifa ni kuondoa tofauti zilizopo, ima za kijamii, za kikabila, za kirangi, za kidini. Na hii hoja kwa kweli inazungumziwa sana. Watu wanaogopa kuisema kama alivyosema Daktari Alemwa. Mtu anaogopa kuitamka. Lakini nimependa ametamka kwa sababu ni hali ambayo lazima ibadilike. Na nafikiri hatua kama hizo ndio zinamfanya zaidi mtu wa kaskazini mashariki aone kama ambaye yeye anaonekana tofauti. Tutarekebisha vipi tuweze kutengeza umoja wa jamii hile na Wakenya waone hawa kama Wakenya, sio kama Msomali, si kama ni Mkenya mwenzangu. Nafikiri Rashid, umuhimu ya kile unasema ni ya kwamba kama sisi tunachukua Kenya kama ni nchi yetu. Yeye ni Msomali, lakini yeye hatoki Somalia. Mimi ni Mborana, sitoki Ethiopia. Kwa mfano mwingine anaishi hapo mpaka ya Tanzania na Kenya. Sio Mtanzania, lakini pengine kabila lake wengi wanaishi upande kama Masai. Kama wa Masai kwa mfano. Ama Wateso. Kile lazima tuanze kurekebisha ni maneno ya cohesion kwa Kenya. Ya kuwa Rashid ni kutoka Mombasa, ni Muislamu, lakini hiyo yote lazima iwekwe kando. Tunasema Rashid ni Mkenya na anahitaji na amehitimu kupewa hii cheo ama kitu fulani. Vile anasema upande ya uwekezaji, niko na rafiki kutoka Marekani. Watu wanatoka sehemu zetu. Saa zingine wanaona ni ngumu kuweka rasilimali Kenya, mpaka inabidi hawa waende Uganda ama waende Rwanda.
na wanapewa karatasi moja tu, au unataka kujenga hoteli, sawa, bora wanaangalia passport nini, hizo vitu. So ya kwanza ni sisi kama Wakenya lazima tuanze kukubali Mkenya ni Mkenya. Jambo la kabila ni sisi hatuna pingamizi. Hatukuchagua tu kabila. Hatujachagua hiyo. Naam. So ya kwanza ni upande ya cohesion. Na upande hata ya katiba imesema kweli kwa Bill of Rights. Ya kuwa hakuna mtu yeyote ataweza kutengwa sababu ya kabila, jinsia, nini, hiyo yote. Katiba is very clear. But hapo chini, sababu katiba ni watu wangapi wanasoma, ama how many people care? Maybe ni sisi wale tunatunga sheria ndio lazima tuangalie hii kitu imeenda kanuni ya katiba ama hapana. Jambo ambalo lazima niseme, Naam. Jumapili nilitoka Marsabit, alafu nilikuwa napitia mahali somewhere in Laikipia, constituency ya Mheshimiwa Sarah Korere, ambaye anatoka Laikipia North. Kutoka Nanyuki town kwenda kwa hiyo constituency yake 60 kilometers, ilinichukua the same time ile nilitoka Marsabit, almost like 300 kilometers kuja Nanyuki kwenda constituency yake 60 kilometers. Na nikauliza baadaye nikauliza yani mimi na complain natoka Marsabit na shida zangu tofauti, lakini hapa iko mtu ako Laikipia 60 kilometers, itamchukua zaidi ya masaa mawili kufika kwake. So lazima sisi wa Kenya we put ourselves in the shoes of our brothers and sisters. Naam. Because kama sehemu zingine Laikipia yote unaweza kutraverse vizuri, barabara ni mzuri na nini, then constituency moja ambaye ni ya wafugaji is the only pastoralist constituency in Laikipia, lakini iko na shida ya barabara, iko na shida ya security na nini, maneno mingi. Kwangu kama people's representatives, ile kitu lazima niseme na siogopi kusema. Tuko na serikali ya awamu ya 5, tutakuwa na ya 6 na 7. Wale wanachukua tamu ya uongozi, lazima walete Wakenya wote pamoja. Naam, bila shaka tutakuwa tunachukua mapumziko mafupi. Kauli nzito sana na yenye mafunzo, anasema kwamba wale ambao wanatoka katika jamii za wafugaji nafika mahali wanajiangalia mara mbili, si tuko mahali salama ama tumekuja hapa kibahati mbaya, kwa sababu hawaelewi kama hao ni wageni tu wa muda ama ni wenyeji, na hawakuomba kuwa katika jamii zile za Kisomali ama Borana. Awe Msomali lakini ni Mkenya, awe Mborana kama alivyosema hapa ndugu yangu Raso kwamba yeye ni Mkenya, apewe haki kama Wakenya wengine. Kuna masuala ambayo rais alifanya, nikirudi nitachezea baadhi ya sauti, mniambie, je, hapo rais anajenga, anajaribu kuleta kubadilisha kile ambacho mnakizungumzia au la? Hayo na mengine ni baada ya muda usiokuwa mrefu, tazamani.